NATO wanafanya mkutano mkubwa, na katika mkutano wa safari hii wanaenda kuidhinisha malengo ya ununuzi wa zana za kijeshi. NATO ambao wanatambua kwamba Urusi ndiye adui wao mkubwa, mawaziri wake wa ulinzi katika jumuiya hiyo wanatazamiwa kuidhinisha malengo ya ununuzi wa zana za kivita ili kuilinda vyema Ulaya, lakini pia kulinda eneo la Arktiki na Atlantiki ya kaskazini. Hiyo ni sehemu ya shinikizo la Marekani la kutaka muungano huo wa kijeshi kuongeza gharama ya matumizi ya ulinzi. Malengo hayo yanaelekezwa kwa kila moja ya mataifa 32 kununua vifaa vya kipaumbele kama vile mifumo ya ulinzi wa anga, makombora ya masafa marefu, mizinga, ndege zisizokuwa na rubani na viwezeshi vya kimkakati kama vile kujaza mafuta ya ndege zikiwa angani na usafirishaji wa zana nzito kwa kutumia ndege. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hayo yatafikiwa katika kikao cha mawaziri wa ulinzi leo hii mjini Brussels kabla ya mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi za NATO ambao utafanyika The Hague mwishoni mwa mwezi huu. Hata hivyo, amesema na uwekezaji huu wote unapaswa kufadhiliwa na ndivyo tutafanya huko The Hague kwa malengo ya uwezo tunaotaka ambao tutawajulisha kuhusu msingi wa majadiliano, kuwapa msingi wa mipango tuliyokuwa nayo na ambayo inatokana na maamuzi tunayochukua leo na mawaziri wa ulinzi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amekuwa miongoni mwa walioshiriki katika mkutano huo, ambapo amesema kuwa muungano huo sio tu kupeperushwa tu kama bendera na wanachama, bali kila mmoja kuchangia katika uwekezaji. Hata hivyo, Marekani imesema kwamba kila nchi katika NATO inapaswa kuwekeza na kujiwekea 5% katika bajeti yake ambayo itawekezwa katika ulinzi. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwamba moja kati ya kitu ambacho Donald Trump amekitazama ni pamoja na mataifa hayo ya NATO kuwa na silaha za maana, lakini inadaiwa kwamba mpango wa Marekani ni kuona silaha nyingi kutoka Marekani zitanunuliwa na wanachama hao wa umoja wa kujihami wa NATO kwa maana ya Atlantiki kaskazini, ambao wataweza kununua vifaa hivyo vya kijeshi, na hili ni eneo ambalo Trump ameliona kwa ajili ya kukuza uchumi wake. Kadhalika, maeneo mengine ambayo yanatajwa wakati huu katika ununuzi wa silaha hizo ni kwa ajili ya kujilinda dhidi ya Urusi ambayo wakati wote wanaiona kama nchi adui. Miongoni mwa mataifa hayo ya NATO ambayo ni pamoja na Ujerumani pamoja na Uingereza yamekuwa yakidai mara kadhaa kwamba kuna tishio kubwa linalotoka kwa Urusi ambalo sasa wanapaswa kulipambania kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, miongoni mwa mambo mengine ambayo yanatajwa wakati huu ni mataifa hayo hasa yale yaliyo katika mipaka na Urusi, ikiwa ni pamoja na Ufini na Uswidi, lakini pia Poland, ambapo wameifanya kuwa miongoni mwa maeneo yenye vituo vikubwa vya NATO. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio hali halisi ambayo inaelezwa na viongozi wa NATO. Mpango wao ni kununua silaha nzito kwa ajili ya kujilinda zaidi, hasa katika eneo la mataifa ya Ulaya, lakini pia na maeneo ya Arktiki pamoja na Atlantiki ya upande wa kaskazini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.